Karibu sana kwenye studio za Radio Shalom kaka Felix Simbo. Nashukuru sana. Shalom. Shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Hakika ni baraka sana kwa pamoja na wewe. Ulianza lini kuingia kwenye mbio hizi za riadha? Mimi nilianza muda mrefu kidogo nikiwa kijijini huko kwetu ni Mampando. Okay. Wilaya Kungi Singida. Aha. Tulikuwa na mwalimu wetu mwalimu Madai Jambao. Ndio alikuwa ni mshawishi mkubwa sana kwenye upande wetu wa riadha. Hiyo miaka 2000 na tukiwa watoto miaka 2005 huko 2006. Kwa hiyo alikuwa akiona kwamba kuna mtoto ana kipaji cha kukimbia. Alikuwa yuko tayari kutoka kijiji kingine kwa sababu anafundisha leo ni mwalimu wa shule ya msingi. Lakini sisi tuko Mampando. Kwa hiyo anakimbia mpaka kwenu kwa ajili ya kuja kukushawishi bwana usiache mazoezi kwa kijijini. Yes, kijijini. Na wakati mwingine alikuwa anatafuta zile mbio ndogo ndogo za watoto, mnaenda mnashiriki, mkirudi mnaendelea mambo mengine, lakini alinihamasisha sana. Okay. Na baadaye sasa nikaja kupata, baada ya kumaliza darasa la 7 nikapata fursa ya kupata nafasi ya kusoma hapa Winning Spirit Secondary School ambayo ilikuwa hapo Liboru. Pale walikuwa wanachukua watoto wenye vipaji. Hasa walikuwa wanasoma huko wanakimbia, na mimi nikapata nafasi ya kuingia pale. Kwa hiyo baada ya kuingia Winning Spirit nilipomaliza form 4 pale, kwa kweli mimi sikuweza nilikosa point 2 za kuendelea na A level. Nikasema sasa inabidi niingie rasmi kwenye huu mchezo wa riadha. Kwa hiyo nikaendelea hivyo, na baada ya kufika huko Arusha sasa ndio nikaanza kujua kumbe kukimbia kuna faida. Kwa sababu nilikuta kuna kaka zetu ambao walikuwa wametutangulia na dada zetu ambao wamefanikiwa na wanaenda Ulaya, wanapanda ndege, yani ile kupanda ndege tu. Sema kumbe watu wanapanda ndege kwa sababu ya kukimbia. Inabidi nikazani. Kwa hiyo ninachoshukuru kwamba baadaye na mimi nikaanza kufanya vizuri kidogo kidogo, tunaanza mbio hizi ndogo ndogo, nikaanza kupata fursa na mimi ya kutoka. Kwa hiyo nakumbuka kutoka kwa mara ya kwanza tulikuwa tunaenda mbio fulani Msumbiji, wanasema zilikuwa mbio za All Africa Games. Yani siku hiyo sikulala, nilikuwa natamani siku ifike ili niweze kusafiri. Kwa hiyo mwanzo tulikuwa hatujui maana ya hizo mbio na ugumu wake na nini. Yeah. Unajua kama hujui kitu wewe unatamani safari, lakini hujui ugumu wake. Lakini baadaye ukienda mashindano unajua kumbe hutaki kusafiri peke yake. Unataka upambane, ukienda kule ili ukakimbia vizuri. Wakati unaanza mwanzoni mwa kuanza kuingia na kushiriki mashindano haya ya kimataifa hata ya kitaifa hapa ndani, ni changamoto gani ambazo ulikutana nazo Felix Simbo? Kwanza bwana nikwambie, ugumu wa maisha. Ugumu wa maisha ndio ulikuwa mgumu sana. Kwa sababu unajua tumetokea kijijini kule, familia zetu zilikuwa sio nzuri, haziko sawa kiuchumi. Kwa hiyo ukiwa huku kwanza huna matumizi, yani huna pesa ya matumizi. Ulikuwa tunaishi kwa neema tu. Yani nikifikiria kipindi kile sasa sijui ilikuwaje, kwa sababu huna hata shilingi 10 mfukoni, lakini unaishi unakuwa mzima wakati wote. Lakini utakuta watu ambao wako vizuri kiuchumi wanaumwa mara kwa mara. Yani nafikiri hiyo ilikuwa ni neema kubwa sana ya Mungu. Okay. Wakati ulivyokuwa unakutana na hizo changamoto za ugumu wa maisha, zilikuwa zinakufanya labda urudi nyuma ama ukate tamaa kwamba aisee ngoja niachane tu na hiki kitu ni stick na vitu vingine? Kwa kweli sikukata tamaa. Kwa nini sikukata tamaa? Kwa sababu nilikuwa kuna mwanariadha mmoja anaitwa Fabian Joseph. Alikuwa ananitiaga moyo sana. Alikuwa ananiambia Alphonse, sisi wenyewe tumetoka kama wewe. Kulikuwa na maisha magumu kama wewe, lakini wewe endelea kuvumilia. Sawa? Ndio. Iko siku utafanyaje? Utafanikiwa. Lakini kwa kweli kwenye kukimbia mimi mwanzo sikuwa vizuri kwa sababu nikikumbuka na kipindi tunakimbia pamoja na wale ambao tulikuwa ni size yangu, tulikuwa tunaitwa majunior. Mimi nilikuwa kama wa mwisho hivi. Lakini nilikuwa na imani kwamba ipo siku nitafanikiwa tu. Kwa hiyo nilivumilia sana kwa kipindi kile. Na ninachoshukuru kwamba wakati tunakuja Arusha tunaenda nyumbani, ilichukua muda mrefu kwa kweli. Unakuja unakaa miaka kadhaa hujafanikiwa, unaenda. Yaani mpaka kuna wakati unasema mimi bwana nikirudi Arusha sirudi nyumbani mpaka nifanikiwe. Lakini unajikuta hujafanikiwa unaenda tu nyumbani. Kikubwa ambacho ninawashukuru sana wazazi wangu, hawakuwahi kunikatisha tamaa. Kazi yako ni kazi nyeti kweli kweli. Unawezaje kubalance kazi na kipaji chako cha riadha? Kwa kweli ninapata muda wa kutosha sana. Hata viongozi wetu wanatupatia muda
kwa sababu wanataka tuendelee kwanza kuwakilisha hizi taasisi, tuendelee kuwakilisha taifa na sisi binafsi, kwa sababu pia hizo nafasi tulipata kwa ajili ya vipaji, unaona. Kwa kama umepata kwa ajili ya kipaji hiki, lazima uendelee kukifanyia kazi ili kionekane. Na kwa mfano ikitokea ukabano, kuna mara tutakuwa hatuna wawakilishi. Unapopitia changamoto kaka Alphonse Felix Simbu, nini ambacho kinakuimarisha kati ya nidhamu ama kuendelea kuvumilia, ama ni imani ulionayo na Mungu wako? Cha kwanza ni imani, kwa sababu hata maandiko yanasema kwamba majaribu hayana budi kuja, sawa, lakini tunayashinda. Kwa ukiwa na imani utavumilia, ukiwa na imani lazima uwe na nidhamu, sawa. Kwa haya yote yanaenda sambamba. Umevumilia kwa kiasi gani, kwa muda gani mpaka kufika kwenye nafasi ulionayo hivi sasa kaka Felix? Kwa kweli nimevumilia kwa kiasi kubwa sana, kwa sababu unajua kukimbia sio rahisi. Kwanza mazoezi yenyewe tu yanahitaji uvumilivu hali ya juu, kwa sababu kwa mfano mimi siku moja nikikuchukua hapa nikuambia siku moja tunaenda mazoezi sasa ya kuna kitu tunaitwa long run kwa ajili ya mileage, au nikakwambia huwa tunaanziaga hapa tunamalizia hapa, unaweza usiamini. Kwa hata mazoezi yenyewe yanahitaji uvumilivu hali ya juu, kwa sababu ni mazoezi magumu, yanahitaji akili, yanahitaji nguvu, yanahitaji utulivu hali ya juu. Lakini najaribu kuvumilia kwa sababu ndicho tulichokichagua, na ndicho ambacho naamini kwamba hiki nikikifanya ndio mafanikio yangu. Na ujue ukikifanya kitu kwa uaminifu, hata neema za Mungu zinakuwa juu yako. Mungu anakubariki. Hakuna muujiza wa kukaa, lazima ufanye kitu alafu ndio Mungu abariki. Tena unakifanya kwa uaminifu na kwa nguvu zote. Ni kweli kaka Alphonse Simbu unapenda kufanya mazoezi ya nyikani zaidi kuliko huku mjini? Yes. Kwa sababu huku mjini huwezi kufanya mazoezi kwanza kwa ajili ya changamoto za magari nini. Ndio maana tunaona tunaenda huko kwenye paka kule forest. Tunaelekea barabara za kuelekea Namanga. Unapita paka Oldonyo Sambu kule kwa tunaenda mazoezi. Unapita paka Oldonyo Sambu, tunapita sehemu moja inaitwa Mbuga Nyeupe. Kwa watu ambao wanaelewa wanaoendaga Namanga. Okay. Unaona? Tukienda huko imeenea Kisongo. Tunaona ukishiriki mashindano ambayo ni marefu, yanafika paka kwenye masaa mawili. Lakini mazoezi huwa yanachukua masaa mangapi sasa? Maana yake mashindano yenyewe ni masaa mawili. Mazoezi yanachukua masaa mangapi kaka Alphonse? Inategemea na ratiba. Kwa mfano kuna wakati sisi ratiba zetu zinaanza ikianza Jumatatu. Labda asubuhi unaenda muda fulani, jioni tena lazima uende. Lakini kuna siku ambazo tunajiandaa na mashindano haya ya marathon. Wakati mwingine tunaenda hapa kilomita 45 kwa sababu ya kuwa na kitu cha extra ya mazoezi, kwa sababu sisi kilomita 42 ukienda 45 si mara zote, lakini ni mara machache sana. Ukienda 45 unakuwa na uvumilivu zaidi wa ule ambao unaenda kukimbia, au wakati mwingine mnatenga muda mnaenda masaa 3 ya polepole ili kuwa na uvumilivu zaidi, ile misuli na mwili uzoee ule umbali mrefu au uzoee ule muda kukimbia muda mrefu ili unapoenda kwenye mashindano usichoke haraka. Unapoingia sasa kwenye mbio za kimashindano, mara nyingi huwa unatumia akili ama ni mwili wako tu una-tune kwamba sasa hapa kimbia? Kwa sababu nimepitia baadhi ya comments kwenye mitandao ya kijamii wanasema kaka Alphonse Felix Simbu yuko vizuri sana kwenye umaliziaji. Yaani unapofika kwenye finishing points unafanya vizuri zaidi. Sasa huwa unatumia sana nguvu, yaani kwa maana ya mwili, ama ni akili zaidi unapokuwa kwenye mashindano? Vyote vinatumika, kwa sababu unaweza kuwa kwenye mashindano alafu mkienda baadaye mshindani wako mkawa kama mnafanana nguvu hivi. Unajua kule paka mfike kwenye finishing line, huku njiani mmesumbuana sana. Wewe unataka uende, yeye hataki uende, na yeye akitaka kuenda unakataa. Sasa mtajikuta nguvu zenu kama zile zinafanana. Kwa wakati mwingine pale unaanza kusema hapa lazima nibakishe kitu cha ziada kwenye mwisho wa kumaliza. Na hilo halifanyiki tu kwenye mashindano. Unajua kuna mazoezi yapo ambayo tunayafanya, tunaita speed work. Mazoezi ya uwanja. Yale mazoezi ya uwanja ndio yananisaidia mimi hasa kumaliza kwenye mashindano. Kwa hiyo tunafanya mazoezi, kwa mfano tukienda pale uwanjani unafanya mazoezi labda mita 340 zile ambazo zitanifanyia fanikisha kumaliza kwa kasi. Kwa nikiona imeshindikana kumwacha mtu barabarani,
natuliza akili kwenye kumalizia. Kwa hiyo nikifika kwenye kumalizia, kwa kweli lazima niachie ule uwezo wangu wote. Ni tukio gani hasa ambalo nalikumbuka unasema sasa kwenye mashindano fulani kuna tukio fulani ambalo lilitokea ikawa 1 2 3? Kuna tukio ambalo halikuwa lizuri na tukio ambalo lilinifurahisha. Kwa mfano nakumbuka kwenye mashindano nilienda mashindano ya dunia yaliyofanyika Budapest, Hungary kule. 2023. Zile mbio nilishindwa kabisa kuzimaliza. Niliishia kilomita ya 40. Zile kilomita 2 kwa kweli zilinishinda. Iliniuma sana. Lakini tukio lingine zuri ambalo nilifurahia ni lile la Tokyo, Japan. Baada ya kumshinda ule mpinzani wangu kutoka Ujerumani, ilikuwa ni furaha kubwa sana. Na mimi kuwa mshindi ilikuwa ni ajabu. Najua dunia nzima ilishangaa. Inakuaje kutokea jambo hili Tanzania? Kwa sababu wakati mwingine wa Tanzania tulikuwa tuhesabiwi. Tukienda kwenye mashindano hakuna mtu anayekuhesabiwa, watu wanaangalia Kenya, wanaangalia Ethiopia, wanaangalia mataifa mengine na Uganda kidogo. Lakini baada ya kushinda medali ya dhahabu ile ya mashindano ya dunia, ilikuwa ni chachu sana kwa dunia nzima na hata kwa vijana wengine wa Kitanzania. Nidhamu bila shaka imekuwa nguzo ya kufika hapo alipofika kaka Felix, Yes, sahihi kabisa. Najua ukiwa na nidhamu, kwanza unachokifanya chochote kile unachokifanya lazima ukifanye katika uaminifu mkubwa sana. Hata kama sio cha kwako, kwa mfano mtu kama anafanya kazi mahali fulani hivi, lakini ukawa na nidhamu, utafanya kazi kwa uaminifu kana kwamba ni kitu cha kwako. Sawa? Na hiyo nidhamu ndio itakufanya uwe na mafanikio. Na ukiwa na nidhamu, hata matumizi ya pesa, matumizi ya kitu chochote kile, kila kitu utakiheshimu. Kwa nidhamu ni muhimu sana kwenye maisha. Naam. Hii michezo ikiwemo riadha kaka Felix Simbo imebadilishaje maisha yako? Kwa kweli michezo imebadilisha maisha yangu kwa kiasi kubwa sana. Kwanza kufahamika, pili kiuchumi, kimaendeleo. Kwa imebadilisha kwa kiasi kubwa sana kwenye maisha haya. Na mimi namshukuru Mungu kweli kwa ajili ya hii hatua, na ninaamini nitapiga hatua zaidi ya hapa. Okay. Yes. Vipi sasa imekufanya umefahamika, imekufanya ukapiga hatua kwenye maisha, haikutetereshi na Mungu wako? Sasa hapo kati ya vitu ambavyo siwezi kuruhusu ni hilo, kwa sababu mimi namtegemea Mungu ndugu yangu kwenye haya mambo yote haya. Watu wengi wanasema kwenye mafanikio ya kila mtu kuna nguvu nyuma yake. Sasa mimi kwa sababu nimeamini katika Mungu na Mungu ameendelea kunipigania kweli. Unajua unaweza kufanya juhudi zote lakini bila Mungu huwezi kufanikiwa. Mimi ninachoamini hivyo ndio ninachokiamini na ndivyo ilivyo. Sasa katika hilo kumekuwa na makampuni mbalimbali ambayo yanatamani kufanya kazi na wewe ama ambao wanaendelea kufanya kazi pamoja nayo. Hayana mrengo tofauti ama kukutoa huko kwa Mungu ama kuwa na biashara ambazo hazimpendezi Mungu wakati mwingine pia? Unajua lazima ujue kwa nini nimefanikiwa. Sawa? Kwanza lazima ujiulize hivyo. Kwa nini ninafanikiwa na kwa nini naendelea kufanikiwa? Ninategemea nini? Umesimamia katika upande upi katika mafanikio yako? Sasa aje mtu akwambia bwana sisi hatuhitaji mambo ya kimungu au kumtaja Mungu hapa au kulitaja jina la Yesu labda katika kazi zetu. Wewe achana hiki tufanye hiki. Kwa kweli itakuwa ngumu. Yes. Okay. Sasa kwa kuwa ndugu yangu Felix Simbo huko hapa na wewe ndio mwenye majibu sahihi, tumeona pia kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali kwamba unaposhiriki kwenye mashindano haya kuna mkwanja mrefu, yani kuna fedha ndefu ambayo inatoka unapokuwa mshindi. Ikiwemo hiyo ya Tokyo na hata juzi ulipokuwa Marekani. Hizi fedha ambazo zinatajwa ni za kweli? Maana yake kwa mfano kama mashindano ya huko Marekani ambayo umemaliza hivi karibuni imetajwa kwamba zaidi ya milioni 300 mshindi wa pili anaipokea. Ni kweli hiyo? Ukiangalia kwenye mtandao au kwenye Google, kingi kwenye Google, mshindi wa pili ni $75,000. Lakini kuna kitu ambacho watu hawakijui. Hebu tufahamishe. Watu $75,000 sio unaipata $75,000 yote kama ilivyo. Kwanza kuna kodi za nchi husika. Wanakuwa na percentage yao. Wanakuwa na asilimia wataichukua. Alafu pia kutakuwa na asilimia ya manager. Unajua sisi mchezaji wa kimataifa au huwezi kusajiliwa kwenye mbio fulani bila kuwa na manager. Ndio taratibu wa shirikisho la riadha la dunia ilivyo. Kwa manager wako yule ambaye anakupambania kupata nafasi na kushughulikia mambo yako, lazima pia na yeye atakuwa na asilimia fulani.
Hasa baada ya ile kubaki sasa ndio itakuja kwako. Na ikishakuwa ya kwako, vipi kuhusu vyama vya riadha huku nchini na mambo mengine kama hayo? Nao wana fungu lao? Hapana. Hiyo kwa sababu unajua ile mbio kama mbio binafsi, hiyo itakuwa haimhusu mtu mwingine. Yes. Mipango yako ya mbeleni na ya karibuni ni ipi kaka Felix? Kwa kweli mimi kuna kitu ambacho ninakitamani ambacho bado sijakifikia. Natamani sana nipate medali ya dhahabu ya mashindano ya Olimpiki. Kwa sababu ukiangalia historia, mimi nina medali ya fedha mashindano ya Jumuiya ya Madola. Nina medali ya shaba mashindano ya dunia pamoja na medali ya dhahabu ambayo nilipata Tokyo mwaka jana. Lakini medali pekee ambayo bado sijaipata ni medali ya mashindano ya Olimpiki. Na Olimpiki ijayo inafanyika mwaka 2028 tafika Marekani. Ninatamani sana Mungu anisaidie niweze kupata medali. Hata medali ya top 3 ile, niingie top 3 kwenye mashindano ya Olimpiki. Itakuwa ni historia kubwa sana mimi Tanzania na mimi binafsi. Yes, kwa ndio hicho ambacho kinanimiza kichwa kwa sasa hivi. Okay, 2028. Kabla 2028 hapa karibuni kuna jambo lingine? Kabla 2028 mashindano kama yaliyofanyika Tokyo mwaka jana yatafanyika pia Beijing. Okay. Beijing ya China. Okay. Mwakani 2027. Na mwaka huu pia nitashiriki mashindano fulani yanaitwa Sydney Marathon ambayo yafanyika Australia. Kuna mwezi wa 8 tarehe 30. Na baada hapo sasa tunakuja kusubiria mashindano ya mwakani. Okay. Sawa kabisa. Kwa sasa kuna jambo linaloendelea na ungetushirikisha pia, mtumishi wa Mungu Alphonse Felix Simbu. Kwa sasa hivi kuna tuzo fulani ambazo zinatolewa na Baraza la Michezo la Taifa. Kwanza kuna tuzo zimegawanyika katika kategori 2. Kuna tuzo ambazo zinapitishwa moja kwa moja na ile kamati ya Baraza la Michezo la Taifa. Alafu pia kuna tuzo ambao wanaita tuzo ya mchezaji anayepigiwa kura, mchezaji chaguo la watu. Mchezaji chaguo la watu. Okay. Na pia Baraza la Michezo wameweka namba ambazo zinatumika WhatsApp. Ukisha save hiyo namba, unaandika jina la mchezaji ambao unataka awe yaani unampigia kura. Okay. Ambazo namba zake ni 0689 52 5363. Hiyo namba ukiisave, alafu unaandika kwenye ujumbe tu, unaandika Alphonse Simbu. Ukishatuma hilo jina langu utakuwa umenipigia kura. Natamani useme na vijana juu ya nidhamu, juu ya uvumilivu, na umezungumza sana swala la consistency kwenye jambo ambalo unalifanya ili tuendelee kusimama kwenye yale ambayo ni kusudi letu hapa duniani. Karibu. Cha kwanza nitumie nafasi hii kwanza kumshauri kijana mwenzangu kwamba kwenye maisha kwanza lazima ujue unachokifanya ni nini. Lakini cha kwanza lazima umtegemee Mungu kwa sasa hivi, kwa kipindi hichi na kwa dunia hii ya sasa hivi, lazima usimame na Mungu sana. Alafu kile unachokifanya lazima uwe na nidhamu nacho na ukifanya kwa uaminifu. Yaani haijalishi kama kuna kazi unafanya hata kama sio kwako, lakini lazima uifanye kama kwamba ni ya kwako na uwe mwaminifu. Kwa sababu vitu vingi, watu wengi huwa wanapoteza hata kipato au chochote kitu ambacho wanapata kwa kila siku kwa sababu ya tamaa. Inawezekana mtu amepewa, labda ameachiwa ofisi fulani, lakini akashindwa kuwa mvumilivu. Labda kuna pesa inapatikana iko pale cash, mtu labda anachomoa, sawa, na anafukuzwa kazi, anaanza kuishi maisha magumu kwa sababu ya zile tamaa alizonazo. Lakini kikubwa ukimtegemea Mungu atakupa kibali. Atakupa kibali. Na heri umwambie mtu, bwana, hichi unachokipa, unachonipatia hakitoshi, kuliko kwenda kinyume na ile kazi. Unaona? Kwa lazima tumtegemee Mungu, tuwe na juhudi, tuwe na nidhamu, na tukipende kile ambacho tunakifanya. Na pia kijana lazima uwe na vision. Unataka uwe nani? Lazima ujiulize hilo swali. Wakati mwingine uwe utenge muda kujiuliza, mimi nataka niwe nani kwenye hiyo maisha? Na nataka nifanikiwe kiasi gani? Kwa kama tutakuwa tutenge muda wa kujiuliza, nataka uwe nani, nataka ufike katika level ipi ya maisha, utakuwa nafanya kazi bure. Kwa kikubwa tumheshimu Mungu, tumuombe Mungu, tumtegemee Mungu, tuwe na nidhamu, tuwe na bidii, tuwe waaminifu. Ile vitu ukivifanya utafanikiwa tu. Haijalishi unafanya nini.